Mchungaji mambo. Mungu ni mwema sana. Tunaona ubingwa tunasogelea. Mechi ilikuwa ni ngumu, lakini tunamshukuru Mungu tumeshinda. Mechi ilikuwa ni ngumu sana. Ni mechi ambayo Mashujaa walikuja kwa plani ya kutumaliza, ya kupata sare, lakini tunamshukuru Mungu tumepata ushindi siku ya leo. Lakini mechi ilikuwa ni ngumu mno. Ugumu ulikuwa wapi wakati timu ambayo inakuja leo sio kama level moja na timu ya Simba? Ugumu umekuja, Mashujaa amejiandaa. Kila timu ambayo mida hii, kila timu iliyoko ligi kuu, mida hii kila timu iliyoko ligi kuu. Sasa hivi kila timu ni ngumu. Maana sasa hivi kuna wengine wanaogopa kushuka daraja, wengine wanataka ku-maintain kubaki kwenye ligi, na wengine wanataka wawe mwaka kesho waendelee kuendelea na ligi yetu. Kwa hiyo mechi ilikuwa ni ngumu sana. Tunashukuru leo wachezaji wamejituma mpaka dakika ya mwisho bila kukata tamaa, na tumeweza kupata ushindi siku ya leo. Mchungaji, leo umekuwa na sintofahamu nyingi sana. Tumeona kwenye kipindi cha kwanza mmeweza kuruhusu goli, mmeshindwa kuchomoa kufikisha kule scoreboard, lakini kipindi cha pili tumeona mmepata penalti, lakini pia mmepata penalti kwa mikono miwili ya penalti mpaka mmepelekea kupata ushindi. Pengine shida ilikuwa wapi? Shida kubwa leo ilikuwa hivi, walijaribu kubloku ili maforward wetu wasiweze kufunga, na kweli walifanikiwa kubloku. Kwa hiyo mbinu iliyotumika zaidi siku hii ya leo ni kujaribu kulazimisha kuingia kwenye box. Kwa hiyo kulazimisha lazima atakuatoa kwenye box, ndio maana leo zimepatikana penalti mbili. Ni mechi ambayo ilikuwa ni ngumu. Katika mechi za ligi kuu ambayo nimeona ni ngumu ni ile ilikuwa ya kwao na hii ya Dar es Salaam. Na sijajua kwa nini mechi za Simba zinakuwa ngumu ukicheza na Mashujaa. Ile ukicheza na Yanga wanazawadia mpaka magoli 5. Ila Simba ukicheza nao mechi zetu zinakuwa ngumu sana. Kwa hiyo mechi hii ya leo tumeshindwa kwa ubora. Ni mechi ilikuwa ngumu, lakini tumeshinda kwa ubora. Tunamshukuru Mungu sana kupata ushindi siku hii ya leo. Swali kule ni 100 zimewekwa mezani kwa Mashujaa kama watapata ushindi, lakini sare wamewekewa milioni 50. Umeona hiki pia kimechangia huu ugumu wa mchezo leo? Ukishawaahidi watu sio wanajituma. Ile hela ndio wamesababisha leo akajituma kupita kiasi. Leo wamejituma, imefikia hatua mpaka kipa akapewa kadi nyekundu kwa ajili ya kuchelewesha muda. Ameingia hata huyu hapa alikuwa ni mchezaji, lakini bado anaweza kutuzuia. Kwa hiyo mechi ya leo ilikuwa ni ngumu kwa upande wa Simba. Simba leo amecheza mpaka dakika za mwisho kwa kutokata tamaa. Wachezaji wamecheza kwa kukata tamaa, kwa kutoangalia muda. Na hii Simba nimeiona kuna mechi nyingi sana ambazo Simba imepata matokeo kwa kutokata tamaa. Leo hawajakata tamaa na wamecheza mpaka tone la mwisho, na tumeweza kupata ushindi siku hii ya leo. Kwa hiyo matumaini ya kuchukua ubingwa yako pale pale. Ukiangalia kikosi, mabadiliko makubwa sana yamefanyika leo, na dakika 45 za kwanza mnaenda mapumziko mkiwa nyuma ya bao moja mbele ya Mashujaa. Wachezaji ambao wamepata nafasi wameshindwa kutoa kile kocha ambacho alikihitaji kwenye mchezo wa leo. Ukiangalia leo mwalimu alijaribu kupumzisha wachezaji kadhaa. Mbona kama Ngoma leo hajacheza, Kapombe kaingia kipindi cha pili, Shabalala kaingia kipindi cha pili, lakini ni mechi kwa ujumla ni kwamba wachezaji wengi leo walipumzishwa kwa sababu ya ile kuogopa watakuja kuumia. Maana sisi tuna jukumu kubwa sana la kitaifa. Jukumu kubwa la kitaifa ndio ile ambayo tunategemea siku zijazo Simba akaenda kachukua ubingwa la kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo walijaribishwa kuwapumzisha wachezaji wale muhimu ili wasio kupata injury. Lakini dakika za mwisho mambo kwa magumu, ikabidi tumuingize Shabalala na Kapombe. Na bahati nzuri walivyoingia, akaingia na Mkwala, akaingia na Kibnenis. Wakaja kuongeza nguvu, ndio mashambulizi ukaona haya na Simba kupata ushindi siku hii ya leo. Stori kubwa mchungaji, leo ni dakika ambazo zimeongezwa za mchezo wa leo. Dakika 15 imekuwa ni mjadala mkubwa sana mitandaoni. Wanasema kwamba ni dakika nyingi sana, haikustahili kuwa hivyo. Hao walipoteza muda mwingi sana. Kipa alikuwa analala, wachezaji wanaonyesha wameumia, akitolewa na Machela nje anasimama. Kwa hiyo lazima referee siku hizi, ngoja niwaambie kitu kimoja. Siku hizi FIFA mpira wao hataki muda upotee. Hata kama muda hujaongeza, lazima mpira uchezwe. Dakika zitimie 90. Kwa hiyo hata kama utapoteza muda ukitegemea kwamba ndio silaha, dakika zitachezwa tu. Kwa hiyo kwa ujumla dakika zimechezwa, sio kwamba eti Simba kabebwa, sio kwamba Simba eti dakika 15 walipewa za mazebe, hapana. Dakika 15 wamepewa ambazo wachezaji hawakuzicheza ndani ya uwanja. Siku hizi ndio principle, kama kucheza dakika ndani ya dakika 90 zinazofuatia lazima ulipize. Ndio kilichofanyika leo, kulipiza dakika. Kama mngekuwa mnapoteza huu mchezo, matumaini ya ubingwa yalikuwa yanapotea kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kama mkishinda, hata tukizungumza viporo vyenu vyote, Young Africans bado wana alama moja juu yenu. Kushinda huu mchezo umewapa imani kubwa sana kuelekea kwenye mbio za ubingwa bado. Kushinda hii mechi ya leo ni kwamba sisi matumaini ya ubingwa yako pale pale. Hao walikuwa wanatuchelewesha wakati. Tulikuwa Simba lazima ishinde. Kama nilivyokuwa nimewaambia kwamba Simba hatapoteza mechi iliyobaki. Na Yanga tunawasubiria, tarehe itapangwa na Yanga dabi atacheza. Yaani hiyo ni lazima. Wameenda kasi, wamegonga mwamba, wamerudi. Umeelewa hapo? Viongozi wa Yanga wamekuwa ni waongo sana, wanadanganya sana wanachama wao. Wale wadanganya kuhusu Ngoma,
kwamba wameshamaliza, Ngoma akaja Simba. Waliodanganya kuhusu Kagoma kwamba mikataba walitoonyesha kina Kamwe nao wakawa ni waongo. Wametanganya kuhusu Morrison, kumbe ni waongo. Wakatuambia tunaenda kasi. Wakatoa dola 150 kwamba ikiwezekana kuna labda atashinda ile kesi. Lakini kesi imerudishwa tena TFF hapo. Kwa hiyo Yanga kila kitu wanachofanya wanafeli. Kwa hiyo Simba ndio timu ya mpira. Hawajawahi kufanya mambo ya kesi wakashindwa. Wao wamesimama katika mpira, hawajasimama katika mambo ambayo sio ya mpira. Hivi leo Yanga Afrika jana wameshindwa kusherehekea ushindi. Wamechukua kombe Zanzibar, lakini wameshindwa kusherehekea ushindi baada ya kupata barua kutoka kasi. Hivi leo wangekunywa supu, lakini wameshindwa kunywa supu kwa sababu ile barua. Ile barua imewatoa katika nje ya mchezo kwamba dabi sasa hivi TFF muda wote bodi itapanga siku ya dabi. Kwa hiyo Yanga Afrika wakae sawa, waje wamkabe Mpanzu. Kwa sababu kumkaba Mpanzu inatoka ufanye kazi ya ziada, na Yanga wanatukwepa sisi kwa ajili ya mtu mmoja tu, Mpanzu. Kama Kibu Denis aliwasumbua tikapatikana penalti 3, refaria akakataa, je, na Mpanzu kaongezeka, wewe unategemea siku ya dabi itakuwa vipi? Hii ndio Simba kimataifa. Hii ndio Simba inawakilisha Afrika Mashariki na Kati. Hii ndio Simba inawakilisha kusini mwa jangwa la Sahara. Hii ndio Simba inaenda kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika. Hakuna mtu anaweza kutuzuia. Hao walijifanya ni wagumu, lakini huwezi kumzuia mtu mkubwa. Simba ni timu kubwa barani Afrika. Huwezi kuizuia. Ni timu namba 4 kwa ubora barani Afrika. Ndio kilichoonyeshwa siku hii ya leo. Mchungaji, umezungumza kuhusiana na swala la kasi ambalo tunakuja hapo kidogo. Kwanza ulipokeaje hii taarifa na ulitegemea kwamba itatokea hivi, Yanga kwenda kasi na kushindwa kesi? Na najua Yanga ni watu wa kufeli siku zote. Kwa hiyo mimi nilivyoona tu Yanga ameenda kasi, nikajua Yanga haiwezi kufaulu. Kwa sababu lazima upate nakala ya hukumu ya kutoka hapo bodi ya ligi ya Tanzania. Ndio uende nayo kule uende kudai. Sasa unaenda kudai wakati una nakala. Yaani unakata rufaa wakati nakala ya hukumu una. Yanga ni watu wa ajabu sana. Inaonekana Yanga si watu wa mpira. Kwa hiyo kilicho sio watu wa mpira kwa sababu wanafanya vitu ambavyo sio professional. Wanafanya vitu ambavyo sio vya mpira. Kwa hiyo kwa ujumla siku hii ya leo, kwa ujumla turudi katika mechi yetu. Siku ya leo tumefurahi sana Simba kuweza kushinda hii mechi ya leo. Ni mechi muhimu, ni mechi ambayo inaenda kutangazia ubingwa. Tutabakisha mechi moja, hiyo mechi moja ya Yanga hiyo ni lazima tucheze, tuwafunge, tuchukue ubingwa wa ligi kuu. Asante mchungaji. Mungu awabariki sana. Asante sana. Ndani ya 18. Sasa hapo walipochanganyana ilikuwa ni sehemu moja. Referee na linesman. Linesman sisi tumezoea kwenye penalti yoyote. Kwa kuna penalti inatokea, linesman huwa anafanya nini? Anazunguka kama ile nani, anaenda moja kwa moja. Lakini ile pale linesman ya kufanya nini? Hakuonyesha kama ana move. Lakini referee akafanya coordination na nani kwamba vipi hii koje? Akasema yes, ni ndani, yani kamsukumia ndani, ambayo ndani ya 18 ni penalti. Kwa hiyo tumeona Lionel Ateba Mbida ka score, kwa hiyo kila kitu kimeenda vizuri zaidi. Kwa hiyo upande wa waamuzi, of course kwa upande wa waamuzi wa leo sina doubt nao, kwa sababu kila tena mwamuzi angekuwa makini sana au angepata tena kadi nyekundu nyingine, kwa sababu pale ambapo kulikuwa kuna tukio la kupoteza muda, goalkeeper na yule beki wao anaitwa Malik anamwambia mwenzake subiri, wakati yule alikuwa ana njano tayari. Kwa hiyo ile ni tukio halisi kabisa. Kwa hiyo huu ni ushindi ambao ninaona kabisa ile treble. Unajua maana ya treble? Naenda kuchukua treble, yani makombe matatu. Kwa hiyo katika makombe matatu na hii ilikuwemo. Kwa hiyo watu wasiwe na wasiwasi, ndugu yangu.